أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد. Watazamaji wapenzi, wanafunzi wa somo letu la ahkam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Natumai muwazima. Tumekutana tena katika kikao cha 21. Samahani, kikao cha 22. Kikao hiki cha 21 tunaendelea bado na somo la pili ambalo linahusiana na swala, na bado tunataka kujua mambo yanayohusiana na swala yote. Sasa tumejua mambo yote na vitendo ambavyo mtu anatakikana kutekeleza katika swala, na tukajua kimatendo ya kwamba swala inakuwa vipi. Kwa hivyo tumetaja kwamba, au tulitaja na tukasema ya kwamba rakaa moja inabeba mambo haya yote ambayo tulitaja. Rakaa moja ili ndio iweze kuwa rakaa moja. Katika rakaa ya kwanza kuna takbira, kwanza kuna kuweka nia. Unaweka nia ya kwamba ninaswali swala fulani, kwa mfano swala ya asubuhi, kwa kutaka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Alafu kisha unaenda unapiga takbiratul ihram kwa kuinyanyua mikono na kusema Allahu Akbar. Alafu kisha unasoma sura zile ukiwa mikono yako umenyoosha, na unasoma sura mbili ambazo zinatakana uzisome. Alafu kisha tena ukimaliza unapiga takbira tena Allahu Akbar, unaenda katika rukuu, unasoma dhikri ya rukuu ambayo tuliyosema. Alafu ukimaliza unainuka na kusoma dhikri ambayo inayosomwa katika hali ya kutoka katika rukuu, Samia Allahu liman hamida. Alafu kisha unapiga takbira tena. Ukisha simama wima unapiga takbira na kwenda katika sajida. Sajida unasujudu mara mbili, yani kila sajida ukitoka unasoma Allahu Akbar, na kuna dhikri ambayo unasoma ukiwa katika sajida ambayo tulisema kwa uchache ni subhanallah subhanallah subhanallah. Alafu unaketi chini, alafu tena unarudi tena katika ruku, katika sajida, alafu tena unapiga toka tena kwenye sajida unaketi, na katika kuketi kule ukishamaliza pale utakuwa umemaliza rakaa moja. Sasa rakaa ya pili unasimama tena na kutenda mambo yote ambayo uliyotenda katika rakaa ya pili. Tulisema baada ya kusoma sura mbili unaweza kusoma dua ambayo inaitwa pia kunut, alafu ndio unaenda kwenye rukuu. Unarudia mpaka kule mpaka unafika kwenye sajida na mbili, alafu unaketi. Hii kuketi mara nyingine ya pili, hii ndio unasoma shahada. Kama ni swala rakaa mbili unasoma shahada itashahud. Alafu kama ni umemaliza swala, ikiwa swala yako ni rakaa mbili unatoa salamu. Ikiwa sio rakaa mbili unataka kuswali rakaa tatu, unasimama tena na kwenda kwenye rakaa ya nne ya tatu. Rakaa ya tatu utasoma alhamdu peke yake, la sivyo ukitaka usome tasbihatu arbaa, ambayo la sivyo usome tasbihatu arbaa, ambayo tasbihatu arbaa ni kusema subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Unasoma mara moja au mara tatu ndio bora zaidi. Alafu unaenda kwenye rukuu, alafu kwenye sajida, alafu ukishamaliza tena unaketi mara mbili. Alafu ya tatu pale, ikiwa sala yako ni rakaa tatu unasoma tashahud na unatoa salamu. Ikiwa swala yako ni rakaa nne hautatoa tashahud wala hutatoa salamu. Utarudi tena uisimame na ufanye pia kusoma kama vile ulivyosoma rakaa ya tatu. Usome ile subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar mara tatu, au la sivyo usome alhamdu peke yake, na alafu kisha uende rukuu usimame tena, alafu kisha uende kwenye sajida zote mbili, alafu uketi. Na hapo sasa utakuwa umemaliza rakaa 4 na usome tashahud na utoe salamu.
Hiyo ndio swala ya rakaa 4, hiyo tulivyoelezea. Sasa tukiendelea kuweza kujua aina za swala, baada ya kuwa tumejua rakaa vipi zinasomwa, zinaswaliwa, kila swala katika swala za mchana za siku zina rakaa zake. Sasa kuna swala ya asubuhi. Kwa siku tunaswali swala ngapi? Kuna swala za wajib. Tukiwa tutazungumzia kuhusu aina za swala, kwanza kabla hatujaingia kujua vipi kuziswali swala hizi, tukizungumzia aina za swala ni kwamba swala aina ya kwanza, kuna swala za kila siku ambazo mtu Muislamu anatakikana kuswali swala hii na ni wajibu juu yake. Swala nyingine ambayo ni katika aina za swala ambazo ni za wajibu ni kwamba ni swala inayoitwa salatul ayat, yani swala ya ayat. Hii swala tutaijua vipi inaswaliwa, na hasa huswaliwa katika wakati kumetokea tukio kubwa katika ardhi, katika jamii, katika maumbile ya ulimwengu. Kwa mfano mtetemeko wa ardhi, kwa mfano jua limeshikwa, mwezi umeshikwa na vitu kama hivyo ambavyo vinatisha. Basi hapo inahitaji kufanya nini? Mtu aswali swala hii ambayo inaitwa salatul ayat au swala ya ayati. Swala aina ya tatu ni swala ya Ijumaa, ni katika swala za wajib. Siku ya Ijumaa, ikiwa idadi maalumu ya Waislamu imepatikana, kwa uchache kabisa watu 5, watu 7 wakikusanyika na imamu awe atakuwepo, anatosha. Ni swala ya tawafu. Yani tawafu ni kwamba mtu ambaye ameenda hija, akienda hija, baada ya kufanya tawafu ni kuizunguka Kaaba mara 7, kama vile alivyofanya Nabii Ibrahim, Nabii Ismail walipokuwa hapo siku za nyuma. Sisi tunafanya kama walivyofanya. Sasa hii ni ibada maalumu, na baada ya kumaliza kuswali kufanya ibada hii ya kuzunguka Kaaba mara 7 ambayo ndio inaitwa tawafu, unaenda unasimama nyuma ya sehemu ambayo kuna alama maalumu ya miguu au nyayo za Nabii Ibrahim zilibaki kwenye mawe na alipokuwa amesimama, na baada ya kuwa amefanya tawafu na ibada na kuzungumza na Mwenyezi Mungu na nini, pale alama Mwenyezi Mungu alijalia baada ya kuwa amejenga ile nyumba ya Mwenyezi Mungu, hiyo Kaaba, Mwenyezi Mungu aliweka athari zikabaki ya miguu yake. Sasa pale mtu anaswali rakaa 2. Hii inaitwa sala ya tawafu. Hii pia ni katika swala za wajib kwa mtu ambaye ameenda hija. Je, swala ya 5 ni aina ya 5 ni kwamba ni swala ya kadhaa ya mzazi. Ikiwa mzazi kwa bahati mbaya au kwa sababu yoyote ile hakuweza kuswali baadhi ya swala, baba kwa mfano hakuweza kuswali swala zake, akafariki akiwa na swala za kwa mfano za wiki moja, za mwezi moja, za mwaka moja, kulingana na hali yake aliyokuwa nayo, ima ni ugonjwa au nini, vyovyote vile ni wajibu kwa mtoto wake wa kwanza wa kiume. Mtoto wake wa kiume ni wajibu juu yake awe ataswali kulipia baba yake swala zake zile zilizompita. Hii ni katika wajibu wake. Ikiwa yeye hata swali, basi amtafute mtu ambaye ataswali kwa niaba yake, hata kama ni kwa kutoa pesa aweze kuswali kwa ajili ya kulipia ibada hii za baba yake, au saumu pia vile vile zilizompita baba yake anatakikana kuzilipa.
Kwa hivyo hizi ni aina za swala. Kuna aina za swala zingine ambazo za wajibu, lakini hatuna wakati wa kuelezea. Ama hii swala ambayo sasa ni za aina ya kwanza ambayo tumesema swala za kila siku zikoje? Ziko aina ngapi? Swala za kila siku ni 5. Muislamu anawajibika kuswali swala 5 kila siku. Swala 5 zinasaliwa vipi, kwa wakati gani? Swala ya kwanza ambayo ni ya wajibu kwa Muislamu ni swala inaitwa swala ya asubuhi au swala ya alfajiri. Inaswaliwa wakati gani? Wakati jua alfajiri inapotokea. Alfajiri ni wakati gani? Wakati ule mwangaza wa asubuhi unapoanza kidogo kuchomoka kwenye pembezoni mashariki, na pembezoni ukawa weupe ule ukawa umeenea umetandaa. Wakati huo ndio wakati wa alfajiri, na wakati huo ndio huwa kunaadhiniwa, na wakati wake kuanzia wakati huo mpaka jua litakapochomoza. Huo weupe huenda ukibadilika, huwa unasonga bali kunakuja mpaka weupe unajaa mwili ardhini pembezoni mote, na pia alafu kisha wekundu unakuja, jua linachomoza. Jua linapochomoza wakati wa swala ya asubuhi utakuwa umekwisha. Yani ikiwa hujaswali wakati huo utakuwa umepitwa na wakati wa swala ya asubuhi, au tuseme swala ya alfajiri. Ni rakaa ngapi zinaswaliwa? Rakaa 2. Swala ya asubuhi ina rakaa 2 kama vile tulivyoelezea. Yani utafanya matendo haya yote ambayo tumeelezea na utakuwa umekamilisha kwa rakaa 2. Swala ya pili ni swala ya adhuhuri. Wakati wake ni wakati gani? Inaswaliwa wakati jua linapopinda. Yani jua linaposonga kutoka kuchomoza linakuja mpaka linafika hapa kwenye utosi. Linapokuwa kwenye utosi hapa katikati na kupinda kurudi upande huu, wakati huo ndio wakati wa swala swala ya adhuhuri inapoanza. Na wakati wake unaendelea mpaka wakati gani? Mpaka jua litakapozama. Jua tu likizama, yani kwa muda wa dakika kama 4-5 ambazo zinatosha kuswali swala ya alasiri, huo ni wakati mahsusi wa alasiri, tena si wakati wa adhuhuri. Kwa hivyo huwezi kuswali adhuhuri hapo, utaswali adhuhuri kabla ya dakika hizo jua kuzama, yani wakati wa kabla ya swala adhuhuri. Swala ya alasiri nayo ni raka ngapi? Ni raka 4. Swala ya alasiri nayo inakuwa wakati gani? Hii ndio swala ya 3. Alasiri nayo inaswalio tu baada ya kumaliza adhuhuri. Wakati wake unaanza, wakati wa swala ya alasiri unaanza tu baada ya kumaliza swala ya adhuhuri, na wakati wake unaendelea. Unaweza kuswali wakati wote huo mpaka wakati jua litakapozama. Likizama basi wakati huo tayari wakati wake umekuwa ni wenye kuisha, umepita. Kwa hivyo swala ya dhuhuri na alasiri wakati wake unashirikiana, ni wakati mmoja baina ya dhuhuri na magharibi, yani na jua kuzama. Swala nyingine ni swala ya magharibi. Swala ya magharibi nayo ni raka ngapi? Ni raka 3. Inaswaliwa vipi? Na nisisahau, swala ya alasiri nayo pia ni raka 4, nayo magharibi ni raka 3. Inaswaliwa vipi au inaswaliwa wakati gani? Wakati wake unaanza baada ya jua kuchomoza, kuzama. Kawaida huwa kuna wekundu wa jua unaotandaa mpaka upande wa huku binguni mpaka upande wa magharibi, yani mashariki na magharibi, wekundu huwa umeenea. Sasa unaenda ukipungua, utakapopungua mpaka kufika upande wa magharibi tu ndio una wekundu, na upande wa mashariki hakuna tena wekundu. Basi huo ndio wakati wa magharibi unapoanza. Magharibi inaanza wakati wake. Hii sasa ndio magharibi ya kisheria, na ile kuzama kwa jua ambao tulisema jua kuzama ni magharibi ya kikawaida, na hii ndio magharibi ya kisheria, yani kwamba
mwangaza ubaki, wekundu ubaki upande wa magharibi. Huo ndio wakati wake, na inaendelea wakati wake mpaka nusu ya usiku, katikati ya usiku. Ama swala nyingine ni swala ya Isha, nayo inaswaliwa raka ngapi? Raka 4. Na wakati wake ni wakati gani? Ni wakati baada tu ya swala ya Isha magharibi kuisha wakati wake, yani kuisha kiwango kile kinatosha kuswali raka hizo 3 za swala ya Isha la magharibi. Ukishamaliza basi swala ya wakati wake wa swala ya Isha unaanza. Hawezi kutanguliza Isha kabla ya magharibi, unatanguliza magharibi kwanza alafu ndio unaswali Isha, na wakati wake unaendelea mpaka katikati pia ya usiku. Sasa zile dakika za mwisho za kabla ya katikati ya usiku, nusu ya usiku, ni swala ni time mahsusi za swala ya Isha, na kabla yake ni magharibi, swala ya magharibi. Sasa hizi ndio swala 5 ambazo mtu anatakikana kuziswali. Ikitokea kwa bahati mbaya mtu amepitwa na swala, labda kwa mfano amepitwa na usingizi, akapitwa swala zikapita wakati wake ule anatakana kuswali, anatakikana aziswali nje ya wakati ule wake, na hizo swala zinaitwa qadha. Sasa hiyo inaitwa qadha ya swala, yani ni kulipia swala ambayo imekupita, na ni wajibu pia kuziswali. Na tufikie hapo, inshallah tukutane tena baadaye. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masomo ya ahkam sehemu ya 22. Aina za swala. Ya kwanza, swala za kila siku. Ya pili, swala ya ayat. 3, swala ya Ijumaa. Swala ya tawaf. Swala ya qadha. Aina za swala za kila siku. Swala ya subuhi ambayo kwamba ina raka 2, swala ya dhuhuri iliyo na raka 4, swala ya alasiri iliyo na raka 4 pia vile vile, kisha inafuatwa na swala ya magharibi iliyo na raka 3, alafu mwisho swala ya Isha iliyo na raka 4. Swala ya qadha. Swala ya qadha ni swala ya deni, yani ni swala ambayo kwamba unaiswali unapokuwa umechelewa kuswali kwa wakati wake, kwa ile swala ya faradhi ambayo kwamba ni wajib, au unapokosa kuiswali aslan.